Leo ninaongelea juu ya nguvu za maombi. Ujumbe wa leo, Bwana anaongelea juu ya nguvu za maombi. Kitabu cha Matendo ya Mitume, kitabu cha Matendo ya Mitume 16 mstari wa 20. Tuanzie 16 ndio tuelewe kile tunaongelea. 16. Matendo ya Mitume 16. Somi wangu ukinipeleka ndashukuru. Wale ambao mnatufuatilia katika mitandao ya kijamii, ni furaha yetu katika huduma hii ya Maximum Celebration Center kualika katika ibada ya Jumapili ya leo, tukiwa na imani kwamba utabarikiwa pamoja nasi hapa katika headquarters ya Maximum Celebration Center. Ni wenyu William Msili Bishop, ambao niwaletea ujumbe wa leo kwamba tunaongelea juu ya nguvu za maombi. Na tunasoma leo kitabu cha Matendo ya Mitume 16 kuelekea hapo chini kidogo. Somo wangu. Wow. Thank you Jesus. Keyboard unakuwa hapo tu, stand by. Msomi wangu tafadhali, Matendo ya Mitume. Yeyote amefika tafadhali anisomee kwa ajili ya time. Matendo ya Mitume 16. Wow. You are awesome in this place, mighty God. You are awesome in this place, Abba Father. You are worthy of the praise. Yes. Matendo ya Mitume 16. Na mimi natusomea. Msomi wangu leo ameomba wote. Kuna mtu anaweza kusoma jamii? So, endelea. Mpatie mdada kule mic tafadhali. Mpatie kule mama mic please. Mpatie mic please. Naona mnihangaika sana, sielewi nini kinaendelea. Ikawa tulipokuwa tukienda mahali. Sauti mama. Ikawa tulipokuwa tukienda katika mahali pale pa kusali, kijakazi mmoja aliyekuwa na pepo wa uaguzi akatukuta, aliyewapatia bwana zake faida nyingi kwa kuagua. Akamfuata Paulo na sisi akipiga kelele akisema, watu hawa ni watumishi wa Mungu aliye juu. Watu hawa ni watu wa Mungu, Mungu tena aliye juu, wenye kuwahubiria njia ya wokovu. Watu wenye kuhubiria njia ya wokovu. Akafanya hayo siku nyingi. Huyo kijakazi akafanya haya kwa siku nyingi. Lakini Paulo akasikitika, akageuka akamwambia yule pepo na kuamuru kwa jina la Yesu Kristo. Paulo akamgeukia yule kijakazi baada ya kufanya hili jambo kwa siku nyingi, akakemea ile pepo na kuiambia na kuamuru, wewe pepo, mtoke huyu. Mtoke huyu. Akamtoka saa ile ile. Na ule pepo akamtoka ule kijakazi saa ile ile. Basi bwana zake walipoona na kuwa tumaini la faida yao limewapotea, wakamata Paulo na Sila. Wale watu waliomtegemea yule kijakazi walipoona ile pepo imetolewa, wakasikia uchungu, na hapo wakamkamata Paulo na Sila. Wakawakokota mpaka sokoni mbele ya wakuu wa mji. Wakakokota Paulo na Sila mbele ya soko na mbele ya wakuu wa mji. Wakawachukua kwa makadi
wakasema, watu hawa wanauchafua sana mji huu. Watu wakasema hawa Paulo na Sila wameuchafua sana mji huyu. Nao ni Wayahudi. Na watu si wa nchi tena, ni Wayahudi. Tena wanatangaza habari za desturi zilizokuwa halali kwetu. Tena wanaongea mambo ambao kwetu hatusioyaamini. Zisizokuwa halali kwetu kuzipokea wala kuzifuata. Kwa kuwa sisi tu Warumi. Makutano wote wakaondoka, wakawaendea makadi, wakawavua nguo zao kwa nguvu, wakawatoa amri wapigwe na kwa bakora. Na walipokwisha kuwapiga mapigo mengi, wakawatupa gerezani, wakamwamuru mlinzi wa gereza awalinde sana. Naye akiisha kupata amri hii, akawatupa katika chumba cha ndani, akawafunga miguu kwa mikatale. Lakini panapo usiku wa manane, Paulo na Sila walikuwa wakimwomba Mungu na kumwimbia nyimbo za kumsifu. Ilipofika usiku wa manane, baada ya Paulo na Sila kupigwa viboko vingi na tena wakatupwa katika chumba cha ndani cha jela wakiwa wamefungwa mikono na miguu, usiku wa manane Paulo na Sila wakaanza kuomba na huku wakimwimbia Mungu nyimbo za sifa. Na wafungwa wengine walipowasikiliza, ghafla pakawa tetemeko kuu la nchi. Nao wafungwa wengine wakaamka na kuwasikiliza Paulo na Sila, na walipoendelea kuomba na kumwimbia Mungu nyimbo za sifa, kukawa na tetemeko kubwa la ardhi. Hata misingi ya gereza ikatikisika. Hata misingi ya lile gereza ikatingizika. Na mara hiyo milango ikafunguka. Na mara hiyo milango ya gereza nao ikafunguka. Vifungo vya wote vikalegezwa. Na vifungo vyote vilikuwa vimefunga Paulo na Sila na wafungwa wengine vyote vikaanguka. Yule mlinzi wa gereza akaamka, naye alipoona ya kuwa milango ya gereza imefunguka. Na yule aliyowekwa kulinda gereza alipoamka kwa usingizi, akakuta milango yote ya gereza iko wazi. Alifuta upanga akakata kujiua. Akachukua upanga wake akajua basi kazi hapa nimepoteza, maisha yangu iko kwa hatari, wafungwa wameenda, akachukua panga ajiue. Akadhani ya kuwa wafungwa wamekimbia. Yeye akajua wafungwa wote washaenda tayari. Ila Paulo akapaza sauti yake kwa Ila Paulo alipoona anataka kujua, akapaza sauti yake kumwambia, wewe usijidhuru, kwa maana hakuna mfungwa wote ameondoka, sote tuko hapo. Nao ule bwana wa gereza akainamia Paulo na Sila, akaanguka miguuni pake, nao akaomba msamaha kwao, naye akawaongoza Paulo na Sila wakaenda naye mpaka kwa nyumba yake, naye akokoka pamoja na nyumba yake. Tumpigie msomi wetu makofi mazuri. Amen. Asante mama, Mungu akubariki. Leo ninaongelea juu ya uweza wa maombi. Kichwa cha ujumbe wa leo, uweza wa maombi au nguvu za maombi. Ile itakuingia, uweza wa maombi au nguvu za maombi. Paulo na Sila walikuwa watumishi wa Bwana ambao waliingia mitaani, vijijini na mijini wakihubiri habari njema za ufalme. Na walipofika katika nchi hii, wakakutana na kijakazi moja ambao alitembea na wao kila mahali, akiambia watu ile kwamba hawa watu ni watumishi wa Mungu aliye juu, wanahubiria habari njema za ufalme. Na baada muda Paulo akaudhika na lile jambo lile kijakazi, akasikia amesinywa na maneno ya yule kijakazi ambao aliendelea kuiongea kila mahali alienda. Na Biblia inasema Paulo akaelewa kwamba roho aliyo ndani ya kijakazi si roho anayotokana na Mungu. Na ndio Paulo akamgeukia yule kijakazi na kuikemea ile roho, na ikamtoka saa ile Paulo alipoikemea. Na Paulo alipokuwa anaendelea, wale watu wakakasirika walipoona yule kijakazi waliomtegemea katika maisha yao, ile pepo iliyokuwa ndani yake kuwasaidia imetolewa. Wakaudhika sana na jambo hili ambao Paulo na Sila waliolitenda. Nao wakawakamata Paulo na Sila na kuwakokota mpaka ndani ya soko. Na walipowafikisha ndani ya soko, wakawavua nguo zao na kuwatandika viboko vingi. Na hapo wakawapeleka katika wakuu wa mji na kuwastaki. Wakasema, hao watu si tena si watu wa huku katika nchi hii,
Tena hao watu ni Wayahudi na wamekuja huku na kusema vitu ambao sisi tusioamini. Kwa hivyo hao watu wamesababisha ghasia nyingi. Paulo nao wakapelekwa kwa mkuu wa serikali, nao wakahukumiwa kufungwa, na Biblia inasema wakawekwa gerezani, tena katika chumba cha ndani, na wakafungwa kabisa mikono na miguu, na kule walipowekwa pakawekwa mlinzi ndani ya gereza ili alinde wasije wakatoka ndani ya gereza. Walipokuwa mahali pale, maandiko yanakilia kwamba Paulo na Sila wakongojea, wakati ule utulivu umejaa gerezani, wafungwa wote wamelala, wamepumzika. Wakajua saa hii hakuna mtu anaweza kutusumbua. Paulo na Sila wakazama katika uwepo wa maombi na kumulilia Bwana na kumwomba Mungu wao waliomwamini siku zote kwamba Bwana tusaidie katika jambo hili. Na huku walipomaliza kuomba, wakaanza kumwimbia Bwana Mungu wao nyimbo za sifa. Nataka nikuambie kwamba haikuwa jambo rahisi Paulo na Sila kuweza kumwimbia Mungu wao katika ile hali ambao walikuwa ndani yake, maana walikuwa wamepigwa, walikuwa wametolewa nguo zao, walikuwa wamejeruhiwa mili yao, walikuwa katika hali nzito. Lakini Paulo na Sila wakaingino ile hali ya mapigo walikuwa wamepigwa. Paulo na Sila wakaingino ile hali walikuwa ndani yake. Paulo na Sila wakaingino ile hali ya kufungwa, mikono yao ilikuwa imefungwa, miguu yao pia ilikuwa imefungwa na minyororo. Lakini Paulo na Sila wakasema hii hali haiwezi kutuzuia kwamba tusiweze kumuita Bwana Mungu wetu. Hatutaamini kukaa kwa minyororo, hatutaamini kukaa ndani ya gereza hili. Haiwezekani maisha yetu tukae ndani ya gereza, haiwezekani maisha yetu tukae katika vifungo vya minyororo. Lazima Mungu tunaomwamini aingilie katikati na alitende jambo. Na Paulo na Sila wakaanza kuomba ndani ya gereza, tena usiku wa manane, wakati ule watu wanasikiliza raha ya usingizi, wakati ule ambao watu wanasikia furaha ya kulala, wakati huo ndio Paulo na Sila waliamuka na kuanza kuomba. Tena jamaa hawakuomba polepole, maandiko yanasema waliomba kiasi kwamba mpaka wafungwa wengine waliamuka na kuanza kuwasikiliza. Na nataka uelewe kwamba Paulo na Sila hawakuwa katika mahali wafungwa wengine walikuwa. Maandiko yanasema waliingizwa ndani ya chumba cha ndani, kwa waliwekwa mahali special wakiwa wawili, mahali ambao kuchanganyikana na wafungwa wengine. Lakini hapo ndani walikuwa wamefungiwa katika karumu kao. Waliomba kiasi kwamba hata wale walikuwa ndani ya gereza kubwa waliwasikiliza, wakatoka kwa usingizi na wakaanza kutega sikio wasikie haya ambao inatendeka katika gereza, maana ni jambo ambao wafungwa walikuwa hawajasikia. Na Paulo alipoendelea kuomba, maandiko yanasema tetemeko la nje, tetemeko likashuka. Na baada ilo tetemeko, maandiko yananakili kwamba misingi ya gereza ikatingizika. Na kutoka hapo, maandiko yananakili kwamba minyororo yote iliyowafunga wafungwa wote gerezani yote kakatika. Na kuishia hapo, maandiko yananakili milango yote ya gereza, milango midogo na mlango mkubwa wa kuingilia, yote kafunguka. Na ilipofunguka, ilipofikia asubuhi, yani ule mkuu wa gereza akatoka kwa usingizi. Alipotupa macho, akaona milango yote mpaka ndani iko wazi, hata kutaka kuingia ndani kuangalia. Alijijazia mwenyewe hawa jamaa washatoroka, waliongoja nikalala, wakatoroka. Lakavua upanga wake, akataka kujua, maana alijua hapa kile nitatendewa akijawahi tendewa mwanadamu. Kwa baada niongoje matokeo, afadhali nijiue. Paulo na Sila walipoona ule mkuu wa gereza amechukua panga anaelekeza kwa shingo, wakapiga kelele, hey, usijidhuru, maana kuna mfungwa yote ametoka, sote tuko hapa. Hilo jambo likamwogopesha zaidi. Alipoingia ndani,
akahesabu wafungwa wote, akawaona wako salama na wametulia. Akaanguka mbele ya Paulo na Sila, na kutoka mahali pale ule mkuu wa gereza akaongozana Paulo na Sila mpaka kwa nyumba yake. Maandiko yanasema akawakanga vidonda vyao, akachukua maji ya moto akapoza vidonda vyao, na akawapaka dawa, yani akawa daktari wao. Wakatoka jela na wakaenda kuhudumiwa. Nataka nitangaze kwamba maombi yanaweza kubadilisha ile hali uko ndani yake. Maombi inaweza kukutoa ndani ya kifungo chochote ulio ndani yake. Kuna wetu wengi wanasema wameokoka, lakini bado wako ndani ya vifungo vya shetani, vifungo vya magonjwa, vifungo vya kiuchawi, vifungo vya laana za ukoo. Unaweza kutoka ndani ya vifungo uliofungwa ndani yake. Madeni ni vifungo. Kuna watu wengi tumeokoka na bado tuko katika vifungo vya madeni. Maandiko yanasema kwamba ule ambao amekopa ni mtumwa wa ule ambao aliomkopesha. Yani unapokopa unafanyika mtumwa, unafanyika mfungwa ndani ya madeni. Wapendwa, Bwana amenituma niwatangazie kwamba tunaweza kutoka ndani ya vifungo shetani aliotweka ndani yake. Usikubali maisha yako umalizikie katika vifungo vya kishetani. Na ndipo nimesimama leo kwa madhabahu nitangaze kwamba kila kifungo cha shetani kiliofunga maisha yako leo kikuachilie kwa jina la Yesu. Leo kivunjike kwa jina la Yesu. Leo kivunjike kwa jina la Yesu. Hizo vifungo shetani aliokufunga ndani yake leo natangaza zote kwa jina la Yesu na kwa damu ya Yesu zikakuachilie. Vifungo vya magonjwa zikavunjike, vifungo vya laana za ukoo zikavunjike, vifungo vya masikini zikavunjike, vifungo vya maradhi zikavunjike kwa jina la Yesu. Kama unaamini hivyo, pigia Bwana makofi ya nguvu. Inua mikono yako na upigie Bwana makofi. Tunakataa kubaki katika vifungo vya shetani. Paulo na Sila walikataa. Wale wafungwa wengine waliokuwa gerezani walikubaliana na ile hali ya kukaa katika kifungo, walikubaliana na ile hali ya kutumikia kifungo chao gerezani. Lakini Paulo akasema haiwezekani tukae kwa ile gerezani, haiwezekani tukae pamoja na walioua, haiwezekani maisha yetu yawe sehemu na waliofanya mabaya. Wakamwomba Mungu wao. Wakati umefika wateule, tusimame na tumwombe Mungu wetu. Wakati umefika wateule, muinuke mahali mulipo. Ninaongea nanyi leo. Inuka mteule, mulilie Bwana Mungu wako. Inuka mteule, mwite Bwana Mungu wako. Anasema katika kitabu cha nabii Yeremia 33:3, niteni nami nitawaitika, nitawaonesha mambo makubwa tena ya ajabu ambao muyawezi, ambao muyajui. Wakati umefika tuinuke na tumwite Bwana. Inuka kwa hiyo hali ulio ndani yake, na mwite Bwana. Inuka kwa hiyo kitanda ya maumivu, na mwite Bwana. Inuka kwa hiyo kitanda ya magonjwa, na mwite Bwana. Inuka kwa hiyo hali ya masikini, na mwite Bwana. Inuka kwa hiyo hali ya kukataliwa, na mwite Bwana. Yeye ni mwenye haki, atakuitika, atakuitika, atakuitika Bwana, na atakuonesha mambo makuu tena ya ajabu usioyajua wewe, usioyaweza. Ni wewe umefunga kinywa chako. Kama ungefungua kinywa chako kama Paulo na Sila, hawakuomba pole pole, walisema ewe Baba ulioziumba mbingu na nchi, ewe Baba mfalme wa wafalme, tuondoe, tutoe katika
katika yali Mungu akashuka, uwepo wako akashuka, misingi ya gereza ikatingishwa. Ninatangaza kila misingi ya kishetani leo itingishwe, itingishwe. Kila vifungo vya kishetani kwa uwezo wake Bwana leo zikatike kutoka kwa maisha yako kuanzia leo. Kila milango ya kishetani iliyofungia maisha yako leo ikafunguke, maana imeandikwa, nitalijenga kanisa langu na malango ya kuzimu haitafanikiwa. Milango ya kuzimu haitafanikiwa juu ya kanisa la Kristo. Ninasema kila milango ya kishetani iliyofungia maisha yako, milango ya kishetani, milango ya kiuchawi, milango ya maskini, milango ya madeni, leo kuachilie, leo kuachilie, leo kuachilie, leo kuachilie. Ninatangaza leo ni siku yako ya kutoka ndani ya vifungo vya kishetani. Leo lazima utoke, lakini lazima uazimie. Nakataa kukaa hapa, nakataa kuisha ya maisha, nakataa kuwa hivi. Nataka nitoke ndani yale. Bwana akiona azimio lako ataingilia katikati, ataingilia katikati. Mpigie Bwana makofi. Sakaraba lekatakaba. Oh my God, maombi inaweza ikabadilisha kila hali ulio ndani yake. Ilibadilisha hali ile Paulo walikuwa ndani yake. Mtumishi wa Bwana alikuwa kitandani cha ugonjwa wa kufa, akaletewe ujumbe. Isaya akaambiwa, ugonjwa ulionao hautapona, hakika utakufa. Akongojea, alioleta ujumbe akaondoka katika hali ya kufa, akageukia ukuta na akaanza kuomba Bwana Mungu wake. Akaomba, akaomba. Alipoomba, ule mjumbe alioleta ujumbe kwamba utakufa, Mungu akamtokea akamwambia, rudi, maana ameomba. Rudi, nimesikia maombi yake. Umwambie kwamba atakufa, nitamwongezea miaka 15. Usikubali hiyo hali uko ndani yake. Mwambie Bwana, ikeuze, nitoe kwa yale, nitoe kwa yale Baba, niondoe katika yale, na Bwana atakutoa kwa yale. Kataa kufia kwa maskini, kataa kufia kwa mateso, kataa kufa kabla wakati wako, kataa kifo cha mapema. Kwa maombi yako, kwa maombi ya bidii, kwa maombi ya imani, kwa maombi ya kuazimia, mambo yanaweza yakabadilika. Pigia Bwana makofi. Wanaisraeli waliposikia Naamani ameweka matangazo kwamba wote lazima wauawe, Mordekai akafikwa na hizi habari. Esther akiwa ikulu akafikwa na habari kwamba watu wake imeamuliwa lazima wauawe. Hawapendwa akasema, no way, haiwezekani tufe kama wajinga, haiwezekani Naamani atimize kila amepanga kibaya juu yetu. Wakatangaza wote tuingia katika mfungo wa siku 3, tuseme itatimia, tukate mpango wa Naamani. Wakaomba wakubwa kwa wadogo, wakafunga wakubwa kwa wadogo, wakamulilia Bwana Mungu wao. Ile mipango Naamani alikuwa amepanga mibaya juu ya Wayahudi, Mungu akasikia kilio chao na akageuza ile mipango ikampata Naamani. Ninatangaza mipango mibaya waliokupangia maadui wako, watesi wako, kwa maombi inaweza
ikabadilishwa, inaweza ikageuzwa, inaweza ikageuzwa, inaweza. Hiyo mipango mibaya waliokupangia mahali pa kazi, hiyo mipango mibaya waliokupangia mahali pa biashara, hiyo mipango mibaya waliokupangia kwa maisha yako, ukiazimia leo na muombe Bwana, na muite Bwana, inaweza ikageuzwa, inaweza ikabadilishwa. Kama unaamini hivyo, pigia Bwana makofi. Wana Israeli katika nchi ya Farao, nchi ya Misri, wakateseka kwa miaka mingi. Ikafika mahali wakasema, no, enough is enough. Imetosha mateso, hii dhiki ya Farao imetosha. Maandiko yanasema wakakusanyika na wakamulilia Bwana Mungu wao, wakamwomba Bwana hawaokoe, hawapone kutoka Misri. Na Biblia inasema naye Bwana akamtokezea Musa kwa kijiti kinawaka na kiteketei. Musa akasongelea one maajabu haya, akasikia sauti ndani ya kile kijiti kwamba mimi ni Baba na ni Mungu wa baba zako Ibrahimu, Yakobo na Isaka, na nimesikia kilio cha watu wangu, nimesikia maombi ya watu wangu kule Misri, na nimeona mateso yao na dhiki yao na taabu yao, na sasa nimeshuka ili niwaokoe, niwakomboe kutoka Misri, na niwapandishe kutoka Misri, niwapeleke nchi ya Kanaani, nchi ya Waamori, nchi ya Wahiti, yenye asali, yenye maziwa, yenye matunda ya mizabibu. Niwape maisha yaliyo mema. Natangaza hili, maombi yako inaweza kukutoa katika maisha ya mateso, ikakuweka mahali pa furaha, mahali pa amani, mahali pa mapumziko. Azimia uombe na ubadilishe hali ulio ndani yake. Kumbuka kitabu cha Matendo ya Mitume 12 mstari wa kwanza. Maandiko yanasema kwamba mfalme akainuka, akakamata mmoja wa wanafunzi, akaua, na akaona jambo hili limewapendeza Wayahudi, akanyosha mkono. Herode akamkamata mchungaji mkuu ambao ni Petro, akamweka gerezani ili asubuhi yake amutoe na kumweka mbele ya watu na kumuua. Kanisa lilipoona Herode amekamata mtu wa pili na ameamua kumuua, wakakusanyika, wakaomba. Walipoomba, Mungu wa mbingu akasikia maombi yao, akamtuma malaika ndani ya gereza. Malaika akaingia ndani ya gereza, akamwamusha Petro, amuka, vaa viatu vyako, vaa nguo zako. Walipokuwa natoka mlango wa kwanza, mlango wa pili, mpaka mlango mkuu, yote kafunguka, na Petro akatoka nje na akaenda akaungana na ndugu zake, wakaendelea kumshukuru Bwana. Herode asubuhi yake alipokuja gerezani kumtoa Petro, alikuta hakuna mtu. Usikubali umalizike mikononi ya maadui. Mwite Bwana, mwite Bwana, mwite Bwana, mwite Bwana popote ulipo. Mwite Bwana
Mungu wako sio kiziwi. Mungu wako sio kiziwi. Bwana wako sio kiziwi. Yeye ni Mungu usikia maombi ya watu wake. Yeye ni Mungu usikia kilio cha watu wake. Yeye ni Mungu utazama mapito ya wateule wake wanapomwita. Yeye huitika. Mpendwa, usinyamaze tena. Usikubaliane na hali mbaya maisha. Usikubaliane na maisha chochore. Usikubaliane na maisha ya kuonewa. Usikubaliane na maisha ya magonjwa. Usikubaliane na maisha ya maskini. Usikubaliane na maisha ya dhiki. Lazima kutoka ndani ya maisha. Lazima nitatoka kwa njia yoyote. Lazima nitoke ndani ya maisha kwa njia yoyote mpaka nitoke ndani ya hii hali. Kama unaamini utatoka, inua mikono, mpigie Bwana makofi. Just imagine umezaliwa ukakuta mama yako amewalea ndani ya kibanda ya mboga, kibanda ya mboga, na ukaanza kumsaidia kwa hiyo kibanda mboga ya kukatakata sukuma na tomato twa shilingi 20, shilingi 5, shilingi 10. Alafu mama anaondoka, anakuacha kwa ile kibanda, nao naamkia kwa hiyo kibanda na mpata watoto na walelea katika ile hali. Kwa jina la Yesu, hautaishi yale maisha waliishi. Hautaishi yale maisha waliishi. Azimia sitaishi yale maisha waliishi. Sema sitaishi yale maisha waliishi. Useme sikusikii. Sema mimi Bishop Musili sitaishi yale maisha Omari Masudi aliishi. Sitaishi yale maisha Roda aliishi. Useme hivyo. Hayo maisha mamangu aliishi. Sitaishi hayo. Hayo si ya kwangu. Hayo maisha babangu aliishi. Sitaishi. Nakatana nao maisha. Paulo na Sila walikatana na maisha wafungwa. Asubuhi yake walikuwa nje. Nimeenda nyumbani, familia ambao walikuwa family friend. Kijana huyo familia alikuwa rafiki yangu. Walizaliwa watoto wawili, msichana na kijana. Nikauliza my sister, Rama yuko wapi? Yuko. Lakini siku hizi amekula miraa, hata hajielewi na banki. Na dadake kwa wapi? Anasema yuko pale pale barabarani, aliachwa na mamake. Yaani nilimwona akiwa msichana, sasa ni mama na ni nyanya, ana mtoto ambao amezaa. Na yuko barabarani. Mahali mamake alikuwa anatandika magunia akiuza, anazekea pale. Sema no way. Sema no way. Sema no way. Sema iwezekani. Toa sauti, sema iwezekani. Haiwezekani. No way. No way. Haiwezekani. Niishi maisha aina hiyo. Haiwezekani. Niwe na maisha aina hiyo. Haiwezekani kwa jina la Yesu. Ya ile nyumba mlilelewa ya makuti, ukajikuta kwa hiyo nyumba ya baba na mamako ya makuti, na ukasomea ukiwa kwa nyumba ya makuti. Umeoa mke wako, unatoka mjini, unaenda kulala kwa hiyo nyumba ya mamako ya makuti mpaka wa leo. Sema no way. Sema no way. Sema iwezekani. Iwezekani iwe maisha yangu. Sema iwezekani iwe maisha yangu. Nakataa hii itakuwa maisha ya kwangu. Haitakuwa nakataa. Haitakuwa maisha ya kwangu. Lazima maisha yangu ibadilike. Lazima kitu kitendeke. Lazima something ambao si ya kawaida itendeke. Kitu ambao watu wataangalia kwa mshangao. Jambo ambao watu wataangalia na
wamuhimidi Mungu wangu, kwa maana watu wote, hata mfungwa wa gereza alimuinamia Mungu wa Paulo na Sila. Kitu kitendeke, watu wamuinua Mungu wako. Jambo litendeke, watu wanamwamini Mungu wako. Sema, Baba, tenda kitu na maisha yangu. Inua mikono miwili, inyanyua juu kabisa. Sema, Baba wa mbinguni, tenda jambo lisio la kawaida. Watu wakujue wewe ni nao kuamini kwamba wewe ni muweza na una uwezo wa kumtoa aliyo chini na kumpandisha na kumweka mahali pa juu. Baba, nipandishe, pandisha maisha yangu, nyanyua maisha yangu, inua maisha yangu. Kuanzia leo maisha yangu inuke kwa jina la Yesu. Pigia Bwana makofi. Hey! Niliamkia nyumba ya umaskini, mpaka tunatumwa wakati wa ukame na mama kando kando ya mito tukatafute mboga, na dada zangu tukatafute mboga kando kando ya mto, maana kando kando ya mto kuna majani huwa tunamea tukauki, tunatunda tunapelekea mama. Hakuna kukaranga, ni kuchemsha. Alo anaweka kachumbi, tunakula kasima. Kikiumana sana anatengeza kitu kama uji, iliwa inaitwa kikamba kakuna, anatengeza hiyo na anakaranga hiyo uji, inakarangwa. Sinu wangapo walikula uji imekarangwa? Hiyo uji inakarangwa, uji nyembamba inakarangwa, alafu sima inapikwa. Sasa hii uji nyembamba imekarangwa ndio mboga. Ni wangapo washikula kitu kama hiyo? Oh, kuna moja pale. Mwingine? Kuna kijana wangu pale alikula. Siku moja tutawatengezea hapa waone kile tunamaanisha. Tulikula hizo vitu kwa ajili ya umaskini, lakini today nakula vile ninavyotaka. Mali nimwambia Mungu, haiwezekani. Haiwezekani niishi ya maisha. Haiwezekani nibaki kwa maisha. Nikamwomba Bwana Mungu wangu usiku na mchana, akanibadilishia maisha, akanigeuzia maisha. Ni maisha gani umekaa ndani yake? Ni hali gani uko ndani yake? Ni hali gani ngumu ulio ndani yake? Ni hali gani nzito ulio ndani yake? Unaweza kuazimia leo na ukamwita Bwana na akakutoa kwa hiyo hali. Kama utasimia na kuhakikishia hiyo hali inaweza ikabadilika. Kama huyu ni msini, ameitwa mwinjilisti, ameitwa pastor, sasa anaitwa na watu bishop. Na Yesu akikawia atabeba jina lingine, akibishop. Nilikuwa kila wakati nakosana na mama. Niambia, wewe umefanywa mjinga na watu wa maduka, wanakutumia vibaya na wakupei kitu. Naambia mama, lakini wamenipea baiskeli ningeendesha. Ninaenda kubebea watu wa maduka mikate na maziwa, na malipo yangu ni nini? Kuendesha ile baiskeli, maana kwetu hakuna baiskeli. Kwa nini nikipata ile chance ya kuendesha baiskeli nasikia raha kweli kweli, mpaka napita nikiwaibia watu. Niko kwa baiskeli, endesha baiskeli. Just imagine that life. That life ndio niliishi, ya kwenda kwa maduka nitumwe mikate ili nipate chance ya kuendesha baiskeli. Siku ya leo Mungu wa neema amenisaidia. Naendesha gari ya ngapi? Ya 6. Hii mji wa Mombasa ambao nilienda kwa hoteli na sikuwa na uwezo wa kununua hata maharagwe ya shilingi 5. Kwa mzee kule Kongowea, shauri yako anaitwa Kula.
alikuwa na kibanda. Nenda kwa kula, na mbeta tafadhali, sina pesa, naomba unisaidie. Nampatia shilingi 2 nilikuwa nazo, na katakata mkate wangu nusu kwa sahani, alafu anaenda ananiwekea supu ya maharagwe juu, ninakula. Hii Mombasa. Hiyo ndio ilikuwa life yangu. Nimekuwa mchukuzi Kongowea sokoni, kubebea watu mizigo Kongowea, nipate pesa ya kukula na kulisha ndugu zangu. Bado nimefanya kazi ya usiku ya kuchunga, nimelalia mkeka Mombasa hii, nimeakisha taa ya koroboi. Baada asubuhi kufika, nikitoa kamasi na toa moshi wa koroboi, maana ile nyumba haikuwa na dirisha. Dirisha ilikuwa ni zile shimo za udongo ziliobaki, na nikilala nijisahau, kwa maana kalikuwa kanyumba kadogo, ninyoshe miguu nijisahau, najikuta nishaka nyanga dongoa limeanguka, mguu uko nje ya nyumba. Hiyo ndio life niliishi Mombasa. Lakini nililala JCC kuomba, kumulilia Mungu, mpaka wachungaji wakanijua mwombezi JCC. Maana nilimwambia, kama Mungu huko, usikubali maisha yangu yaendelee kwa hivi, ibadilishie maisha. Ninashangaa unalala na una chochote. Ninashangaa unalala mpaka unangorota, mate inafika kwa sikio, na uko nyumba ya watu wa kupangisha. Ninashangaa unajivunia nyumba ya kupanga. Nashangaa ukiwa umetosheka kwa kubebwa na matatu, ukiwa na Mungu aliye juu, mwenye utajiri wote na mwenye mali zote duniani, na ndio unamwamini. Mtu mmoja alishangaa kama mimi, akakutana na watu wawili akitembea. Alipouliza habari ya wale watu wawili, mmoja alikuwa juu ya farasi, mwingine alikuwa anatembea na miguu, lakini akiangalia alio juu ya farasi afanani na juu ya farasi, na ule aliotembea miguu ndiye anastahili kuwa juu ya farasi. Akasema, nimeshangaa na jambo moja, kuona mtoto wa mfalme anatembea kwa miguu, lakini mfanyikazi anatembea na farasi. Hiyo ndio maisha yetu. Watoto wa wafalme wanaishi maisha si yao. Sema, mimi ni mtoto wa kifalme. Si unaona hata vile wanaongea una ujasiri. Sema, mimi ni mtoto wa kifalme. Falme. Taja jina lako sasa. Sema, mimi Bishop Musili, mimi ni mtoto wa kifalme. Mtoto wa kifalme. Je, maisha yako inafanana na mtoto wa kifalme? Kuvaa kwako kunafanana na mtoto wa kifalme? Kula kwako vile unakula kama mtoto wa kifalme? Mahali unalala, kitanda yako inafanana na kitanda ya mtoto wa kifalme? Mke wangu ananiambianga, shida yako ni moja, nishajua. Unapenda sana vitu vizuri. Na hakika mimi napenda vitu vizuri. Mimi napenda vitu vizuri. Ukiona kitu niko nacho, kitafute, utakipata rahisi. Napenda vitu vizuri. Nikiingia kwa mitandao natafuta vitu vizuri. Sichukui chochote na kutana nacho kwa njia. Imagine sahi Kenya nguo zimeshuka sana kwa ajili ya Wasomali, lakini kuna watu wamekatalia kwa mitumba. Akili yake namwambia nguo ziko juu. Muulize mtu utatoka kwa mitumba siku gani? Muulize mtu, askofu anakuuliza
utatoka kwa mitumba siku gani? Simuulize ukimwangalia macho. Ingekuwa ni mimi ningemwangalia macho. Muulize wewe, mwambie wewe. Simwambie wewe. Simwambie hivyo, nasema wewe. Dadangu, wewe ndugu yangu, utatoka kwa mitumba lini? Oh, unajua nguo ya mitumba ina material strong ya akili yako. Kwani unataka ukanao muda gani? Yaani kitu cha aibu, Kenya, Afrika tumeletewa mpaka nguo za ndani za mitumba. Watu waliovaa wakachoka nazo. Na wengine mnaniangalia mmezivaa. Yaani hiyo ndio mbaya kabisa. Yaani ile kuharibu kabisa. Nguo ya mtu aliovaa akachoka nayo ya ndani ndio umevaa. Ndio uone vile tumedharauliwa na shetani. Yaani shetani demolish maisha yetu chini kiasi hicho. Mwambie mtu nakataa kuwekwa chini kiasi hicho. Devil you are liar. Say devil you are liar. Hautaniweka chini kiasi hicho. Yaani nimeingia kule kunaitwaje? Kule Mwembe huko nimeenda huko wa Somali kule. Marikiti. Natembeanga kule. Yaani zingine unaona tumbo ni tuzuri sana toa dada, tuzuri sana. Utu toa kusimamisha utu tuzuri sana. Unaona dada aliokoka na ana Roho Mtakatifu shaka la bakoti anda. Yuko kwa mitumba na ngangania hii. Kwa mitumba. Na nikitembea hivyo naona wengine tumemasishwa. Unajua vile namaanisha, imemasishwa hiyo ya juu na ya chini. Simematch. Mwambie mtu usiangalie jipende kidogo. Chukua mwambie mtu just jipende kidogo, at least just ongelesha mtu tafadhali kwa miaba yako. Mwambie angalau tu usijipende kidogo tu, kidogo tu, ujipende kidogo. Unajua acha ngwambie ukweli. Ngwambie ukweli. Kuna watu hapa juu iko sawa, lakini kwa bahati mbaya akateleza akaanguka, mtafunga macho. Maana ndani si sawa. Wengine ni wapendwa. Leo nipate na upako wa Roho Mtakatifu niseme kama wale wengine. Leo nataka kuwaosha miguu. Toeni viatu na socks. Wengine wataenda kuzitolea kule nje. Maana socks ni hapa, huko hakuna kitu. Ni vidole tu. Na socks zimeshuka. Unaona kijana mzuri, kijana ana akili zake, anavaa kiatu bila socks. Utavaaje kiatu bila socks? Mwanaume mzima. Utavanguaje mwanaume mzima bila vesti? Mombasa hii. Vesti inasaidia kunyonya joto, kunyonya jasho. Najua niko juu ya mtu na stoki. Sema tena, mimi ni mtoto wa kifalme na nitaishi maisha ya kifalme. Sinasikianga prince hapa akituimbia kwa kawimbo na kila mmoja anakatika. Lakini tunakatika, lakini sivyo tulivyo. Muangalie mwenzako, anafanana na mtoto wa kifalme? Anafanana? Bwana Yesu asifiwe. Nataka huduma ya Maximum Celebration Center, watoto wa nyumba hii tuazimie, hatutaishi maisha ya kushindwa katika jina la Yesu. Hatutaishi hayo maisha. Tunakataa leo kwa jina. Sema ninakataa leo kwa jina la Yesu. Sitaishi maisha ya kushindwa. Useme leo ninakataa kwa jina la Yesu. Sitaishi maisha ya kushindwa. Mimi Musili ninakataa leo kwa jina la Yesu. Sitaishi maisha ya kushindwa. Nitaondoka kwa hayo maisha.
nitatoka kwa hayo maisha kwa jina la Yesu. Chochote kimenifunga mahali pa kushindwa, minyororo iliyonifunga ndani ya madeni, minyororo iliyonifunga ndani ya magonjwa, minyororo ambayo imenifunga ndani ya mateso, leo iniachilie, leo ikatike, leo ikatike. Kila minyororo ya kishetani, kila vifungo vya kishetani viliofunga maisha yangu ili nisiwe na maisha yaliyo mema, hiyo minyororo, hizo vifungo, kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu, vikatike leo. Inua mikono, sema vikatike, hizo vifungo vikatike, hiyo minyororo ikatike, ikatike leo kwa jina la Yesu. Minyororo ya kiuchawi, minyororo ya kiuchawi iliyofunga maisha yangu kwa jina la Yesu ikatike leo. Minyororo ya masikini iliyofunga maisha yangu ikatike leo kwa jina la Yesu. Minyororo ya madeni iliyofunga maisha yangu ikatike leo kwa jina la Yesu. Minyororo ya maradhi, ya magonjwa iliyofunga maisha yangu ikatike leo kwa jina la Yesu. Minyororo ya laana za ukoo, za ukoo ikatike leo kwa jina la Yesu. Moto, mpigie Bwana makofi. Oh yes. Oh yes. Oh yes. Oh yes. Ni wangapi leo kwa nyumba wamesema enough is enough? Sema enough is enough. Sitaishi mji wa Mombasa kwa mateso, enough is enough. Sitarudi mashambani vile nilitoka. No. Nataka nirudi mashambani wakamtukuze Mungu wangu. Nataka nione watoto wa nyumba hii mnaenda driving school. Enda driving school. Usiulize gari itatoka wapi. Pia nasema imani sio na matendo imekufa. Enda huko. Tukifikia Disemba, uko na license yako. Ikifikia Disemba, kondesha gari. Yani kama mbindi yangu kwenyu ni hapa, usiende na matatu. Wafanyie ujauri tu wa kiungo. Kondesha gari, drive mpaka hapo siku 2 na urudi hapa. Wacha wakiumwa na kichwa na urudi. Acha watu wakiumwa na kichwa na urudi. Acha watu wakiteseka akili na urudi. Azimia kutoka kwa hiyo hali. Take step ya imani. Sema leo kwa watu wa imani. Simama kwa miguu yako. Sema leo na watu wa imani. Sema leo ninachukua hatua ya imani. Nakataa kubaki vile, nakataa kuishi vile. Ninachukua leo hatua ya imani. Sema hatua ya imani. Kuanzia leo nitachukua hatua ya imani kwa jina la Yesu. Inua mikono dakika 2 kama kuna hali uko ndani yake, magonjwa, madeni, umaskini